Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 3 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni kiburi dhidi ya unyenyekevu, ikiwa ni katika wiki ya Aprili 11 hadi Aprili 17. Kama ilivyo ada, tutampisha mwalimu aweze kutukaribisha kwa ombi. Karibu mwalimu. Mwenyezi Mungu ashije mbinguni. Baba, tunakushukuru tena kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuzungumza kuhusu neno lako, kujifunza neno lako. Asante kwa muda huu, na tunakuomba kwamba tunapojifunza neno hili hata msikilizaji wetu na mtazamaji wetu aweze kufaidika, aweze kukua katika swala zima la kiroho. Katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba. Amina. Na mfungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Luka, sura ni ya 14, aya ni ya 11. Neno la Mungu linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Tutaweza kuangalia kwa kina, mapana na marefu somo hili, kwa hivyo na kuomba popote ulipo usije ukabanduka ili tuweze kujifunza pamoja. Labda ningependa tu kuanza kwa kusema somo hili limenikumbusha kitabu kimoja ambacho nilisoma kilichokuwa kimeandikwa na mtu ambaye anaitwa C.S. Lewis. Na kichwa cha kitabu hicho ni Mere Christianity. Katika kitabu hiki alielezea swala zima hili la unyenyekevu. Na napenda tu ni mkoti pale aliposema, mara unapodhani unyenyekevu umekuwa tayari na kiburi. Unapofikiri tu kwamba wewe ni mnyenyekevu, hapo moja kwa moja umeshakuwa na kiburi. Hii inaonyesha jinsi ambavyo kiburi kinaweza kikamwingia mtu kwa urahisi sana hata bila kutegemea. Hivyo somo zima la wiki hii, na ni jambo niliona katika siku hii ya Jumamosi, ni kuonyesha kwamba kiburi ni kitu ambacho tunabidi tuwe makini nacho, kwani ni rahisi kutuingia kama binadamu. Unajua, tunapoongea habari za kiburi, unaanza kuwaza kwamba mtu fulani tajiri, unaanza kuwaza labda mtu fulani maarufu. Lakini hapana, kiburi, tujifikirie wenyewe kwanza kuhusu kiburi, kwamba kiburi ni pambano la ubinafsi ndani yetu wenyewe. Yaani yale mawazo yetu yanapokuwa na ubinafsi, ni kiburi kinaanza kuinuka ndani yetu wenyewe. Na sisi wote hapa, ama kila mtu amewahi kupambana na hali ya kiburi na majivuno. Ni mambo ambayo kila wakati yanakuwa yanatusumbua. Sasa je, tufanyeje kwa ajili ya kuacha kiburi? Tutaangalia mguso wa Mungu katika maisha yetu unaoondoa kiburi. Sisi sote tumepata kujua watu wanaopenda kujiinua nafsi, wale wanaodhani kwamba kamwe hawakosei. Au pengine unamfahamu mtu ambaye daima anataka kuendesha mambo yote, ambaye kamwe hayuko tayari kwa ajili ya maelekezo au ukosoaji unaojenga. Au mtu anayeonekana kuwa daima katika mapambano, au ambaye ni bingwa wa kudhalilisha wengine. Mara moja mawazo yetu yanaweza kuwafikiria wengine, lakini kwa kweli swali ni hili: vipi kuhusu mmoja wetu? Kwa kuelekeza kidole kwa wengine na kukana kiburi kilichomo kwenye maisha yetu wenyewe, tunajidanganya wenyewe. Sijui kama umekutana na watu kama hao, ambao pengine wao wanaona ni kana kwamba wao wako sahihi, kwa hivyo vidole wanawanyoshea wengine. Ni kweli. Kumbuka, katika hali ya ubinadamu, unaponyoosha kidole kimoja ujue 4 vinakurudia wewe. Na hii ni kweli kwamba mara nyingi hatuwezi tukaona makosa ndani yetu, tunaona kwa watu wengine. Ngoja tu nikupe mfano mmoja. Kuna mtu mmoja alikuwa anaenda kuhudumu mahali fulani. Alikuwa mtu anakuwa na umaarufu wake, na wako jukwaani pale. Sasa mwenye kutambulisha akasahau kutoa zile ito zake zote kuziweka vizuri. Yule mtu alinyanyuka pale akamwambia, huku nitambulisha inavyopasa, kwa hiyo sitafanya hili. Akaondoka.
Yule mwenzake alikuwa anachukulia unyenyekevu, lakini mwenzake kumbe alitaka awekwe kama inavyotakikana, ambayo hili ndilo tatizo kubwa la kiburi tunachopambana nacho maishani. Tunataka tufahamike sisi ni nani. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili yenye mada inayosema vidole vilivyo banana vya kiburi. Na somo letu litakuwa limejengeka katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza, sura ni ya 2 aya ni ya 15 hadi 17. Sijui nyinyi mlijifunza nini mlipokuwa mnaangazia mada hii? Jambo kubwa ambalo mimi nililiona ni kwamba, kwa kifupi tu, ni kwamba kiburi ni kitu ambacho hatutakiwi kukitegemea. Tunapotegemea kiburi ama tunapokuwa na kiburi, kinaharibu kabisa uhusiano wetu sisi na wale tunaohusiana nao, ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, na pia kuathiri uhusiano wetu na Mungu. Pia tukaona kwamba kiburi ni hisia iliyoko ndani yetu. Unajihisi kwamba we ni bora kuliko wengine. Hebu tufikirie Lucifer, jinsi ambavyo kiburi kiliamka ndani yake tu. Hakuna anayejua kiburi kilitoka wapi. Tunachojua ni kwamba yeye alikuwa ni kerubi afunukae, ambaye alikuwa katika utumishi wa karibu zaidi na Mungu. Kule kuwa karibu na Mungu kulimfanya ajione kwamba yeye ni bora kuliko malaika wengine na anastahili kuwa katika lile jopo la Utatu Mtakatifu. Na hicho kikaleta kiburi katika maisha yake. Hatujui kwamba huu binafsi ulianza lini, lakini athari yake kubwa ndio imeletea pambano kuu, kwa sababu alivyotolewa kule mbinguni akaenda tena akaleta hiyo hali ya ubinafsi kwa wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva, ambao aliwaingizia kwamba Mungu hataki mle ili tunda kwa sababu mtafanana naye. Unaona ile hali ya kiburi, akawahamishia wale wazazi wa kwanza wa Eden, ambapo tunapambana nayo madhara mpaka leo, pambano kuu kati ya uwema na ubaya. Wakati Lucifer anajinyanyua, Mungu wetu alijishusha ili aje kwenye pale tulipo kutufikia, kutukomboa. Baada ya nafasi ile aliyokuwepo, ilikuwa basi yeye ni Mungu. Wake tunajua kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baada ya hapo ilikuwa ni Lucifer. Lakini sasa kiburi hiki ilipoanza moyoni mwake, ndio katika Isaya, kama mzungumzaji mwenzangu alivyosema, Isaya 14 fungu la 13 asema, nawe ulisema moyoni mwako. Jambo lilianzia moyoni. Alafu fungu la 14 asema, nitafanana naye aliye juu. Haya mambo yote yalianza hata kabla hajatamka, lakini yote yakaleta madhara makubwa kwetu sisi kama binadamu leo. Na vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Ezekieli, sura ni ya 28 aya ni ya 17, neno la Mungu linasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa hivyo tunaona uzuri wake unaweza kumfanya akaweza kuwa na kiburi. Na hivyo basi anapokuwa na kiburi, Mungu anamwambia sasa ni wakati wa kukushusha wewe. Napenda sana kwa kweli ili fungu kama ulivyolisoma, maana linaonyesha wazi kabisa kwamba uzuri wetu, mafanikio yetu, kufanikiwa kielimu ama kimali kunaweza kukaleta kiburi ndani yetu, na hilo lisiposhughulikiwa vizuri inakuwa ni chanzo cha kuporomoka, chanzo cha kuanguka. Hivyo hata mibaraka tunayopewa na Mungu inabidi tuwe makini sana tunavyoipokea, tunavyoeleza kwa wengine na tunavyoshughulikia mibaraka hii. Vinginevyo kiburi kikiingia hapo, basi tutashindwa. Kama shetani Lucifer hapa tunaambiwa uzuri wake ulileta kiburi, na hiyo ikawa ndio madhara yameanza hapo moyoni mwake, na mpaka alivyodhihirisha kwa kila kiumbe kwamba alikuwa na tamaa fulani. Swali likaulizwa hapa, je, kiburi kitapata kuwa chanya wakati wowote? Kuna wakati ambapo nasema jamani, huyu ni mmoja wetu, tunajivunia kwa sababu Mungu amemwezesha. Yaani katika
kujivunia ule utashi walichofanya, tunamtanguliza Mungu kwamba ndiye aliyewezesha haya yote. Ndio tunaweza tukasema hicho ni chanya, yani tunajivunia mafanikio yake kwa sababu Mungu amewezesha haya yakafanyika. Lakini kwa muktadha wa sasa hapa tunaangalia athari za kiburi, ambacho ni kujitambulisha kwa mafanikio yetu wenyewe, kwamba ni sisi wenyewe tumefanya na hatumtambui Mungu kwa lolote katika chochote tunachokifanya. Ndicho muktadha wa kiburi hapa tunachozungumzia. Ni muhimu kuelewa kwamba kutafuta ubora na kutambua na kutathmini vipawa na uwezo ambao Mungu amekupa si lazima kuwa na kiburi. Kulingana na maandiko, kuna aina sahihi ya kujipenda kulingana na maandiko. Fikiria juu ya amri ya Yesu katika Marko 12:31 ambapo anasema tuwapende wengine kama tunavyojipenda wenyewe. Lakini daima huu ni upendo usio na ubinafsi. Watu pia hawana kiburi wanapokuwa na uwepo wa Mungu katika maisha yao na kuwa na mwelekeo wenye kusudi. Unaposoma kitabu ni cha Timotheo wa kwanza 3:1, watu wanakuwa wenye kiburi pale wanapokuwa hawampi Mungu utukufu kwa kile anachofanya katika maisha yao. Kwa hivyo kwa kila kitu lazima tuweze kumpatia Mungu utukufu wake. Lakini pale ambapo utukufu unaturudia sisi, basi tumeweza kuchukua nafasi ya Mungu. Tunapaswa kuwa waangalifu kukumbuka kwamba mali, uwezo na mafanikio yetu haviamui thamana yetu. Badala yake thamani yetu inapaswa daima itoke kwa Mungu, kwa sababu kila kitu tulicho nacho, hata kile ambacho hutupatia jaribu la kuwa na majivuno, vinatoka kwa Mungu tu. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwenye sehemu hii pia ningependa kusema kwamba yote haya kama ulivyosema yanatoka kwa Mungu, na tunatakiwa kushughulikia mitazamo yetu ya maisha kwa makini sana, kwa kuwa tukitizama namna ambayo inaonyesha kiburi kwetu, wengine wanaotuona, kumbuka kuna wengine huwa wanasema, usisahau kwamba wewe ndio Biblia pekee ambayo watu wengine wanaisoma. Hivyo watu wakikusoma vibaya, watu wakikuona kwamba una kiburi, unaweza ukaathiri uhusiano wa waumini wengine na Mungu wao, na hasa wale ambao misimamo yao ya kiimani haijawa imara sana. Kwa hiyo tunapowakwaza wale, tunaharibu uhusiano wao na Mungu, na hivyo basi kuharibu uhusiano wetu na Mungu pia. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu, ijue nafsi yako. Somo letu limejengeka katika fungu la Luka 18:9 hadi 14 na vile vile Luka 14:8 hadi 10. Nitasoma kisa hiki kisha mtaweza kuleta mchango wenu. Luka 18:9 hadi 14, neno la Mungu linasema, akawaambia mfano huu: watu wakijikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Na waambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Hapo ndipo panapoonyesha wazi kwamba madhara ya kiburi ni makubwa. Ukijidhili, ukijinyenyekeza, utapandishwa, Bwana atakunyanyua. Lakini unapojinyanyua mwenyewe, ni hakika utaumia. Kama ulivyosema, mara nyingi tunapofunga katika kitabu cha Mathayo 6 fungu la 16 mpaka 18, anazungumza kwamba unapofunga paka mafuta kichwani. Usionyeshe uso mrefu kwamba umesikitika, una njaa, umechoka. Hilo liache.
kufunga kwako ujue wewe na Mungu wako. Thawabu yake utaipata ukiwa umefunga kwa namna hiyo, sio kwa kiburi, kuonyesha kila mtu kwamba wewe ni mwaminifu, wewe unampenda Mungu, wewe unafunga. Hilo silo tunalotakiwa kufanya. Hivyo tunapofunga, tunapoomba, maombi yetu yawe kati yetu na Mungu wetu. Pia ningetaka kuongea hapa kwamba hapa tunaliona tatizo ni kujihesabia haki yake mwenyewe. Yaani kile kiburi cha uzima. Kama nilivyotoa mfano mwanzoni kwamba kuna huyu mtu alikwenda kufanya shughuli mahali ambapo hakutambulishwa kihakika kwamba ana shahada ya uzamifu. Hilo likawa kikwazo kikubwa sana kwamba hakuwakilishwa kama alivyo. Tunamwona Farisayo hapa anaenda anasema anamshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo, sio mzinzi, si mwenye kiburi, anatoa zaka, haibi zaka, anasema kwamba yeye anafunga mara 2 kwa wiki. Yaani anajihesabia haki kwamba hapa mimi niko safi, sina dhambi. Huyo aliyeko hapa ni mtoza ushuru, halipi zaka, afungi. Lakini mtoza ushuru alijinyenyekeza akasema, Mungu nihurumia, mimi ni mwenye dhambi. Tunaambia hakika aliondoka pale amesamehewa, alikuwa ni ule mtoza ushuru, hakujihesabia haki yoyote. Na sisi katika mambo yote, hebu tujifunze kunyenyekea, ili tunaambia kwamba tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili atukweze kwa wakati wake. Tunaponyenyekea anatuinua. Kiburi inakuwa kama ni asili ya pili ya binadamu. Kwa urahisi zaidi, ni rahisi kueleza mafanikio yako, kufanikiwa kwako, kupanda kwako, bila kujua kwamba namna unavyoeleza wakati mwingine inaweza ni kuonyesha kabisa kwamba ni kiburi. Kwa hiyo kama asili ya pili ni kitu ambacho, asili ni kitu ambacho unakifanya wakati mwingine hata bila kujitambua kabisa. Hivyo tunapoongea, tunapozungumza na wengine, lazima tuwe makini sana tunavyoelezea mambo yanayotuhusu sisi. Mara nyingi jaribu kukwepa kutumia maneno mimi ama sisi, ile kuonyesha ni wewe unahusika zaidi. Jaribu kuwapatia credit wengine, usionyeshe kwamba ni wewe. Jaribu kuonyesha kwamba hata kama ni mafanikio yako, wengine ndio wanaohusika, wengine ndio waliosaidia ukafikia hapo, ili tuweze kupambana na hali hii ya pili ya kibinadamu. Vile tunaona athari ya kuweza kujilinganisha sisi kwa sisi. Kumbuka tumekuwa tukisema kwamba Kristo ndiye kielelezo. Ningependa hapa pia nisome kama mwandishi wa lesoni alivyosema hapa. Nataka kunukuu hii nukuu ya Mama White kwenye kitabu chake cha Lulu za Uzima. Anasema, ni yule tu ajifahamuye kuwa ana dhambi ambaye Kristo ataweza kumuokoa. Suluhu ya kwanza ya kuachana na kujikweza ni kutambua kwamba una tatizo hilo. Ukitambua una tatizo hilo, ni rahisi kupata msaada. Lakini ukiona wewe huna ubinafsi, wewe ni uko sawa tu, itakuwa vigumu kupata msaada. Sijui ni vipi ambavyo pengine umefika kanisani pale mtu anakuambia mimi nimekaa kanisani kwa miaka 30, nimezaliwa kwenye kanisa. Kwa sababu ya yeye kukaa kanisani sana, anajiona kana kwamba Ukristo wake umekamilika. Ni kweli kuna watu wa aina hiyo. Ndio maana katika hicho kitabu cha Lulu za Uzima ukurasa wa 104 tunaambia yatupasa kumtazama Kristo. Kutokumfahamu ndicho chanzo cha kiburi kuinuka kati ya ubinafsi wao. Kwa hiyo umekaa kanisani, unaweza kukata miaka 20 lakini umepotea. Mwana mpotevu aliondoka, akaondoka kaenda kutapanya mali. Yule mwingine alibaki nyumbani. Kumbe aliyekuwa amebaki nyumbani alikuwa amepotea zaidi ya yule ambaye alikuwa amepotea. Kwa sababu mwenzake aliporudi alianza kulalamika, nimekaa na wewe hapa siku zote, huja huku nifanyia sherehe yote. Huyu ameondoka ametawanya mali, amekuja unamfanyia sherehe. Kwa hiyo unaweza ukawa ndani ya kanisa na umepotea kama shilingi iliyopotea ambayo haijitambui kwamba imepotea. Katika kuanza kutambua hali yetu ya uovu na hitaji letu kubwa sana la Kristo, tunaweza kumjia yeye tukijua kwa ujasiri kwamba
tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, na atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne. Musa mtumishi mnyenyekevu. Sijui mlijifunza nini? Kumbuka kwamba Musa amelelewa kwenye kumbi za Misri. Musa amelelewa kwenye maisha ufahari katika Misri. Alikuwa amesoma shule huko Misri. Alikuwa ameona utajiri na alijua kwamba yeye ni mrithi wa binti wa mfalme. Kwa hiyo naeni kama mfalme. Alikuwa mwanahistoria maarufu. Alikuwa mwanasalsafa. Alikuwa jemadari wa majeshi. Alikuwa mtunga sheria. Kwa hiyo alikuwa na kila kitu. Lakini alipojitambua kwamba hapa sio mahali pangu, ile hali aliyokuwa na miaka 40 aliyokaa nayo kwa binti Farao, kumtoa kwenye ile hali ili kumuingiza kwenye hali nyingine, ilibidi alivyotoka Misri akakimbia. Alikaa kwenye darasa ambalo kwa miaka 40 kuta zake zikiwa ni milima akichunga kondoo, kumnyenyekeza Musa. Angepewa wana wa Israeli kama alivyotoka kwa Farao, wangefika wangapi? Tumeona kwamba Musa alikaa kwenye darasa la unyenyekevu miaka 40. Kuta za darasa tumesema ilikuwa ni milima ile kule alikokuwa anachunga kondoo, ili kumletea ule unyenyekevu. Kwa hiyo katika kuona ishara zile ambazo umezitaja, zilikuwa ni kama ishara 7. Kwanza akiwa kule ule uito wake ulitokea kichaka cha moto kikiwaka. Pili, akaona mapigo ya Wamisri. 3, kuvuka bahari ya Shamu. 4, kuanguka kwa mana mbinguni. 5, kuzungumza na Mungu moja kwa moja. 6, kupokea amri 10. 7, kusikia maneno ya Mungu baada ya kugonga mwamba. Kwa hiyo huyu mtu ni mtu ambaye alikuwa amepata uzoefu fulani na Mungu, lakini ule uzoefu haukumletea kiburi. Mambo haya 7 ni mambo ambayo kwa kweli ingekuwa ni rahisi sana Musa kuwa na kiburi na kuambia wana wa Israeli, angalieni nilichofanya mimi nimepiga mwamba tu, maji yakatoka. Na kweli wao waliloliona ni Musa akipiga mwamba. Kwa hiyo kwa wale wasiojua kwamba huyo amewezeshwa na Mungu, wangeweza kusema kwa rahisi kwamba kweli Musa ametupatia maji wakati tukiwa na kiu sana. Angeweza kutumia hilo kuzungumza moja kwa moja na Mungu. Nasema mimi ndio pekee naongea na Mungu, sio nyinyi. Bisunana aliniita nikaenda mlimani huko, nimerudi, nimekuja. Kwa hiyo lazima unisikie mimi. Kuvuka bahari. Nasema mimi, Musa aliambiwa wewe endelea mbele, na lile sanduku lilikuwa limetangulia. Walivyokanyaga maji tu, maji yakatengana. Kwa hiyo ni rahisi, ingekuwa rahisi sana kwa Musa kujipatia umaarufu kuliko kumpatia Mungu, na wakati huo wana wa Israeli wakiona. Kwa hiyo Musa, kama mwenzangu alivyosema hapa, lesoni aliyoipitia miaka 40 ilimfundisha kuwa mnyenyekevu. Tukaambia kwamba basi huyo Musa alikuwa mnyenyekevu kuliko wanadamu wote waliokuwa kwenye uso wa dunia. Kuna ule wimbo unasema, heri kuwa na Yesu kuliko mali. Heri niwe na mali ya Bwana Yesu. Heri kuwa na Yesu kuliko cheo. Nampenda Yesu aliyenifia. Musa alikuwa na milki yote ya Misri, lakini aliamua kufanya nini? Kuona si kitu. Mungu wetu mbinguni, Yesu Kristo, alikuwa ana ufahari. Kule kuwa kama Mungu, aliona si kitu. Akaiacha enzi na mamlaka, akaja kwa ajili ya kutukomboa sisi. Hili jambo ni mfano mkubwa kwetu kwamba vitu vya duniani visitutenge na Mungu. Na mulisema ni wimbo, lakini umesoma, sijui kama ungeimba. Tunafahamu watu tu unaimba, heri kuwa na Yesu kuliko mali. Heri niwe mali ya Bwana Yesu. Heri kuwa na
cheo, nampenda Yesu aliyenifia. Yesu ni bora kupita ufalme, mamlaka na nchi. Heri kuwa na Yesu kuliko mali ya ulimwengu. Sikujua ni mwimbaji. Haya, tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano, kosa kubwa kuliko yote. Ili somo lilinisumbua kichwa sana. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, wamekaa naye muda wote huu, lakini kale kakitu ka ubinafsi bado kilikuwa kana wasumbua. Yaani pamoja na kutembea na Yesu, bado kale ka ubinafsi kako ndani. Namna gani sisi ambao tuko kwenye hii dunia ya dhambi ambayo imejaa ubinafsi, imejaa kiburi, imejaa tamaa. Yesu akaona kwamba watu hawa wanashindana. Ni nani aliye mkubwa? Ni nani yuko kando ya Yesu? Ni yule anayelala kwenye kifua chake? Ni yule anayebeba mkoba wa pesa? Ni nani? Ikawa ni kama mashindano kwamba ni nani mkubwa. Akagundua ndani ya mioyo yao kwamba hawa watu wanachokipambania hawakijui. Ndiyo akawaambia kwamba kuna wakuu wa dunia, lakini yeye kwake atumikae ndiye mkubwa, kwa sababu alikuja kutumika. Hakuwa na muda wa kutumikiwa. Alikuwa akiona wenye njaa anawalisha, akiona wagonjwa anawaponya. Hakuwa na muda hata siku moja wa kutumikiwa kama mkuu. Sasa hii dhana ya ukuu kwenye mafikara ya wanafunzi sijui ilitoka wapi. Mchakato mzima huu unapoendelea, ilikuwa muda karibu sana Yesu kwenda kuitoa ama kwenda kutoa uhai wake ili kuweza kuwakomboa wanadamu wote, wakiwemo hao wanafunzi. Lakini kile ambacho wao walikuwa wamepatia kipau mbele ni manafasi hizi ambazo walikuwa waking'ang'ania. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo haliingii kichwani. Kristo yuko karibu kwenda msalabani kufa. Wanafunzi wake hili hawajalitambua. Kumbuka mara 3 Kristo alikuwa amewaambia kwamba angekufa na baada ya siku 3 angefufuka. Kwa hivyo walitaka waweze kuwa na yeye katika safari hii, lakini hili walikosa kuliona kwa sababu ya kiburi ambacho kilikuwa kimeanza kutokea. Kwa hivyo je, ni kipi hiki ambacho kinatufanya tusije tukaona utukufu wa Mungu pale ambapo anaweza kutuita? Swala ambalo kwa kweli linashangaza, walikuwa na Yesu wakati wote kwa muda mrefu, karibu sana na Yesu, lakini bado wanajiuliza ni nani mkuu kati yao. Na hili linanikumbusha ka clip fulani niliona kwenye haya ma WhatsApp groups ya michango ya harusi. Wako na ka clip kale kanakumbusha watu kwamba jamani, changeni, endeleeni kuchanga, muda mnakwisha. Alafu wametoa picha ya watu wamekaa vizuri pale kwenye viti na mwingine amekaa chini, amevaa vizuri lakini ikabidi akae pale chini kwenye kapeti. Sasa wanasema kwa wameandika pale kwamba haya ndio madhara ya kuchelewa kuchangia. Sasa mwingine akajibu asema ili mradi tu nimo humo ndani kwenye holi la sherehe. Sasa hii inaonyesha kwamba kuwa ndani mle ndilo jambo kubwa zaidi, ndilo mtu nalotaka, si kukaa kwenye kiti. Na hivyo kuwa na Yesu ni jambo kubwa zaidi kuliko kwamba mimi ndio mpenzi wa Yesu namba 1, mimi ni mpenzi wa pili na wa Yesu. Ili mradi tu nipo na Yesu, ili mradi niko pale ndani kwenye holi, kwenye uwepo wake. Hiyo inanitosha. Hiyo inanitosha. Yule jamaa amekaa vizuri pale chini kwenye kapeti kwa kuwa alichelewa kuchanga, kwa kuwa hana kiti, lakini anasema ili mradi tu niwe humu ndani. Hata swala la pale ndio kuridhika kuwa na Yesu inatosha maishani. Tena Yesu akaenda mbele akawapa mfano, akamwambia unapoenda kwenye sherehe usikimbilie viti vya mbele. Kaa kule nyuma
ili kwamba wakuite uende mbele kuliko kukaa mbele utolewe urudishwe nyuma. Yaani alikuwa ni somo la unyenyekevu bado. Alijua kwamba wanafunzi wangu bado somo la unyenyekevu halijaingia ndani yao. Namna gani sisi ambao hatumuoni uso kwa uso tunalichukuliaje hili jambo? Ukweli ni kwamba tunamhitaji Yesu sana ili tuweze kupata unyenyekevu. Naomba nisome tu hii quotation hapa ya Mama White tena kwenye Lulu za Uzima, ukurasa 101. Anasema hakuna chukizo la kwa Mungu au kitu kilicho cha hatari kwa roho za binadamu kama kiburi na kujiona kuwa umetosha. Katika dhambi zote ndiyo isiyo na matumaini na isiyo na matibabu. Haiwezi kuwa na matibabu kwa kuwa hujatambua. Kutotambua kwamba una tatizo, hilo ni tatizo kubwa. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi yenye mada inayosema mtazame yeye. Na tunajua kwa kumtazama Kristo tunabadilishwa kufanana na yeye. Siku ya Alhamisi tunaona ni pale ambapo Yesu alikuwa anazungumzia swala zima la huduma. Yesu alikuwa akitoa huduma na alikuwa anahudumia wanafunzi wake. Sasa aliye mkuu hapa ni nani? Anayehudumiwa ama anayehudumu? Hapa Yesu aliwaambia wazi kwamba mkuu ni anayehudumu. Anayehudumu. Ukisoma Luka 22 fungu la 27 inasema hivi, maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikaye? Siye yule aketie chakulani? Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Huyo ndiye mkuu. Maana Yesu amesema mkuu ni yule anayetumika. Sasa hapa tunaambiwa kama Yesu ni mkuu, tunaambiwa tumtazame Yesu. Yesu awe kielelezo chetu katika maisha yetu. Yesu awe kielelezo chetu katika huduma zetu tunazozifanya. Tusipende kutumikiwa, tupende kutumika kama Yesu alivyofanya. Pia kama nilivyoelezea mwanzoni kwamba maisha yake ilikuwa ni ya kutoa huduma kwa makutano, waliokuwa na njaa, waliokuwa wamefungwa na nguvu za giza, aliwatafuta kama kondoo nyikani na kuwarudisha. Lakini katika Wafilipi 2:3-8 amesema 2:3-8 kuna mambo kadhaa ameyataja pale kwamba tusitendo nono lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenzake kwamba anakuwa bora zaidi. Yaani tujali wengine. Tuwe na ile nia ya Kristo ndani yetu. Tukiwa na nia ya Kristo hatutakuwa na mashindano. Ubinafsi unapoingia unatuzuia kumwona Kristo kwa sababu itakuwa mimi. Lakini hili tunaweza kulishinda iwapo tutamtumainia Kristo. Iwapo tutakuwa na nia ya Kristo kama vile Wafilipi 2:5 kushuka inavyotuelezea. Kwa hivyo tunajua kwamba Kristo alikuwa na namna ya uungu, lakini hakuweza kuhesabu hiyo kana kwamba ni kitu chochote. Anajishusha mpaka mauti ya msalaba. Kwa hivyo huu ni upendo usiokuwa na kifani, kwamba mkubwa anaweza akajishusha, anaacha uungu wake mbinguni, anashuka ili kuweza kumfia mwanadamu ambaye anapaswa kufa. Kwa hivyo Kristo anayachukua yale maisha ambayo tulipaswa kuishi ili tuweze kuishi maisha ambayo yeye alipaswa kuyaishi. Nashukuru sana. Hapa ningependa kabisa nisome napenda sana alivyoandika hapa mwandishi wa lesoni hii. Anasema tunapomtazama yeye, jambo lolote lingine, alafu kwenye mabano hapa anasema hasa sisi wenye dhambi na ukuu wetu wa kusadikika. Si ukuu halisi, ni ukuu wa kusadikika. Hufifia hadi kufikia udogo kabisa. Yesu ni nani? Yesu ndiye awe kiongozi wetu. Yesu ndiye awe mfano wetu. Vingine vyote vififie na kuisha kabisa. Na usiku kunakuwa na nyota kweli? Ndio. Lakini mchana
Jua linapoangaza zile nyota zinakwenda wapi? Ni kumaanisha hazipo ama inakuwa vipi? Zipo, lakini kwa sababu jua imezidi zile nyota hazionekani. Kwa hivyo na sisi tunapaswa kujificha ndani ya Yesu Kristo. Ndio. Ili yeye aweze kuwa ndiye anaongoza, yeye ndiye anaonekana. Kwa hivyo tutakuwa sisi ndio ni wa Kristo, lakini tumeweza kuvikwa ustahili wa haki ya Yesu Kristo. Zaburi ya 138 ina nukuu fulani hivi ambazo niliziona. Kwanza kushukuru, shukurani, kumsujudia Mungu. Kuonyesha jinsi ukuu wake ulivyo, uaminifu wake ulivyo. Kwamba wafalme wa dunia watamshukuru Mungu kwa unyenyekevu. Jambo unyenyekevu limetajwa mara nyingi sana katika Zaburi ya 138. Na tunaambia kwamba Bwana anamjua mwenye kujivuna. Anatuona. Unyenyekevu ndio iwe wimbo wetu. Nyenyekeeni chini ya mkono wake aliye hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kuna wimbo ambao umekuwa ukipita kwenye mawazo yangu nilivyokuwa nasoma ile soni. Huku unasema, ajikwezae atashushwa, ajishushaye atakwezwa. Neno la Mungu latuonya unyenyekevu tujivike. Kila ajikwezae atadhiliwa, na kila ajidhilie atakwezwa. Kwamba anasema, mwanadamu, kivue hicho kilemba cha ukuu, ivue hiyo taji ya kiburi, unyenyekevu wa Mungu ujivike. Kwa hiyo ni msisitizo mkubwa kwamba matatizo yetu mengi yanaletwa kwa kiburi chetu wenyewe binafsi. Mwandishi hapa pia anaelezea akisema, ikiwa wanafunzi wake mwenyewe ambao waliishi na kujifunza kutoka kwake walisumbuliwa na kiburi, ikiwa wanafunzi wa Yesu walisumbuliwa na kiburi, hatuwezi kujidanganya kuwa sisi ni tofauti. Hatimaye tunaweza kukua katika uhusiano wetu na Yesu pale tu tunapokuwa wanyenyekevu. Na siku ya Ijumaa jifunze zaidi. Kuna aya 2 ambazo nitazinukuu. Tunapozidi kumkaribia Yesu ndivyo tunavyozidi kuona wazi utakatifu wa tabia yake na kuzidi kuona wingi wa dhambi zetu, na tutashindwa kujikweza. Wale ambao mbingu inawaona watakatifu ndio wa mwisho kujitangaza wema wao. Kabla ya kupata heshima kwanza kuna kunyenyekea. Kupata cheo mbele ya wanadamu, mbingu huchagua watendakazi ambao kama Yohana Mbatizaji wako katika nafasi duni mbele ya Mungu. Mwanafunzi aliye zaidi kama mtoto ndiye afaaye zaidi katika kazi ya Mungu. Viumbe wa mbinguni wanaweza kushirikiana na yeye ambaye anajitahidi kutojiinua nafsi bali kuokoa roho. Yesu awe ndio kioo chetu. Tunapomwangalia Yesu ndipo tu tutakapoona jinsi ambavyo sisi wenyewe tumepungukiwa. Ile ibara ya mwisho pale Ijumaa inasoma, roho ya kweli yenye moyo wa kutubu ni ya thamani machoni pa Mungu. Mungu huweka muhuri wake mwenyewe kwa watu, si kwa kufuata chao, si kwa kufuata utajiri wao, si kwa kufuata ukuu wao wa akili, bali ni kwa sababu ya umoja wao na Kristo. Naam, tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni. Utatutamatishia kwa ombi. Mungu wetu na Baba yetu na mtakatifu wa mbinguni, asante tena kwa muda huu ambapo tumekaa na kuangalia jinsi ambavyo wewe unapenda tuwe wanyenyekevu. Hii roho ya unyenyekevu hatuwezi kuwa nayo wenyewe. Tunakuomba Bwana, utuumbie moyo safi ndani yetu. Ubadilishe fikra zetu. Uteke mawazo yetu yaliyojaa viburi na hasili yetu ya tamaa. Ukaiue kabisa Yesu.
tutakase kwa damu yako. Baba, mtazamaji, msikilizaji atakayeangalia hili somo, Mungu wangu kampe kutafakari kwa kina jinsi maisha yetu wanadamu yalivyo, jinsi tulivyojaa ubinafsi, jinsi ambavyo tunamhitaji Kristo kutuosha. Baba, asante kwamba damu yako inatosha kuondoa tabia zetu. Damu yako inatosha kuondoa mawaa yote yanayotusumbua. Na tupe Baba kukuangalia wewe kama kielelezo peke yake Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. Amen.